Sili sosili tena, mambo hadharani na usiku wa deni haukawii kuisha. Bwana, unaambiwa mambo yote yapo hadharani peupe, hakuna nitacheza ama sichezi. Shirikisho la soka Tanzania kushirikiana na bodi ya ligi TFF wameweza kutoa tarehe rasmi ya kurudiwa kwa mechi ya dabi. Hapa na maanisha baina ya Simba na Yanga, yani watani wa jadi ama wapinzani kutoka pale katika mitaa ya Kariakoo. Na dabi hiyo itachezwa mnamo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Hapa na maanisha June 15 ya mwaka 2025. Iliweza kutokea sintofahamu kubwa katika mechi ya dabi ya Kariakoo iliyoweza kupita, ambayo ilitakiwa ichezwe bila shaka ilikuwa ni Machi 8, lakini zikatokea sintofahamu nyingi hadi mechi hiyo kuweza kuhailishwa. Mambo yalizidi kuwa mengi, mara Bamsa, mara bodi ya ligi, mara hapa na pale. Dar es Salaam Yanga Africa wao wametoa barua zaidi ya 3 na kupeleka kesi kasi licha kuweza kutupiliwa mbali, wakidai tarehe yoyote itakapopangwa dabi hiyo wao hawatacheza. Lakini mimi na wewe wote hatufahamu kama Dar es Salaam Yanga Africa watapeleka timu ama la. Lakini kama bado haujasubscribe channel yako hii ya Bongo Complex, naomba uweze kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mara pale pindi tu zitakapoweza kutoka. Lakini vikosi na viona vyote hapo vipo katika hali ya ubingwa. Ikumbuke kwamba Simba wao watakuwa tayari wameshakwisha maliza vipolo vyao vyote na watakuwa washamaliza kucheza finali yao ya kombe la shirikisho dhidi ya AS Berkane pale nchini Morocco. Sasa sijajua kama wataweza kuchukua hilo kombe ama la, lakini nachokifahamu mimi, finali ya kwanza wataanza kuicheza pale Morocco mnamo mwezi wa 5 tarehe takriban kama 15 hivi, na marudiano yatafanyika hapa Dar es Salaam. Mechi itakuwa tarehe 17 ya mwezi wa 5, lakini marudiano yatafanyika hapa kwa Mkapa Dar es Salaam mnamo tarehe 25 ya mwezi wa 5. Lakini tarehe 15 ya mwezi wa 6 hapo ndipo kutakapokuwa kuna mechi kubwa zaidi. Hapa na maanisha dabi ya Kariakoo. Hapo ndipo ufundi wa makocha utakapokuwa unapimwa. Yani mechi hizi mara nyingi zinatumiaga sana mbinu. Tukisema ufundi na kuaga sio sana ni kocha mwenye mbinu bora zaidi ndio anaweza kutoka na ubingwa kwenye mechi kubwa kama hii. Bana, hii ya mwaka huu kama inaweza ikawa noma zaidi. Huku Yanga wakisema hawapeleki timu, huku Simba wakisema wao wanapeleka timu. Lakini kama endapo Simba atachukua kombe la shirikisho Afrika, basi ataweza kuingia na confidence kubwa ya hali ya juu na kuweza kumsababishia labda kuweza kuondoka na ubingwa. Lakini Yanga atakapoweza kushinda mechi hiyo, basi atachukua kikombe hichi kwa mara 4 mfululizo. Hakitakuwa kitu kigeni kwa Watanzania, kwa sababu klabu ya soka ya Simba iliweza kufanya hivyo pia. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Kumbuka hii ni Bongo Complex Media.